naitwa Mwalimu Mary Rafael Nyika, ni mwalimu mkuu wa shule ya msingi Jeshi la Wokovu. Katika shule yetu, shule ya wanafunzi wenye ulemavu wa viungo pamoja na albino, ulemavu wa ngozi. Natarajia kuwa na siku ya Matumaini Day, siku ambayo ni siku tunayopenda kuijulisha kwanza jamii, yaani kuwapa jamii awareness ya watoto hawa wenye ulemavu kwamba wako hapa shule ya msingi Jeshi la Wokovu katika halmashauri ya manispaa ya Temeke. Lakini shule yetu ni shule ambayo inapokea wanafunzi wa mikoa yote ya Tanzania. Yaani hakuna mtoto anayekosekana katika mikoa yote. Tunakusanya watoto kutoka mikoa yote ya Tanzania, na watoto au wazazi wengi wanapenda kuwa katika hii shule kwa sababu ni shule ambayo ipo karibu na hospitali ya taifa Muhimbili kwa ajili ya ukarabati wa viungo, inakuwa ni rahisi kwao kwa ajili ya kwenda kliniki. Lakini ni shule ambayo pia kitaaluma inafanya vizuri sana, pamoja na kwamba watoto ni walemavu wa viungo, lakini wanafanya vizuri. Tunamshukuru Mungu kwa kibali cha kutuweka hapa kutumika na watoto hawa wenye ulemavu. Mfano, mwaka jana mtihani wa taifa darasa la 4 tumeweza kushika nafasi ya pili kiwilaya darasa la 4, na mwaka juzi darasa la 7 tulishika nafasi ya 8 kiwilaya. Kwa hiyo ni watoto pamoja na kwamba wana ulemavu, wanaandikia mikono, wanaandikia ulimi, wanaandikia miguu, lakini Mungu amewapa talanta ya akili ya kupambana na wale wenzetu ambao hawana ulemavu. Sasa wito wangu kwa jamii, siku ya tarehe 24 tutakuwa na siku ya matumaini. Tunawakaribisha jamii mahali popote walipo, taasisi mbalimbali, mashirika pamoja na watu binafsi kwa ajili ya kufanya hiyo harambee kubwa itakayofanyika hapa kwetu, na lengo kubwa la harambee hiyo ni kuisaidia serikali pamoja na wenzetu wa Jeshi la Wokovu ambao siku zote ndio wanaowatamia na kuwasaidia watoto hao. Tunategemea kujenga bweni la wasichana na pia tunategemea kununua basi la shule la watoto. Tunao wahitaji wengi wanaopenda kujiunga na shule hii. Kwa mfano, sisi kwa darasa la kwanza tunapokea watoto kati ya watoto 25 mpaka 30 tu, lakini watoto tunaopokea maombi yao hapa ni kati ya watoto 130 mpaka 150. Sasa tunapata mashaka kwamba tunapopokea watoto 30, hawa 100 wanakwenda wapi? Tunajaribu kufuatilia na kuwapokea hata wale ambao tunaona umri umewapita, lakini tunawapokea. Kwa hiyo tunaomba serikali, wale watu wakubwa ambao wako huko, jamii, wafanyabiashara wakubwa, waikumbuke hii shule. Tusikae kama tuko chini ya mwamvuli. Ninaitwa Kanali Samuel Mkami, ni askofu wa kanisa la Jeshi la Wokovu, kiongozi mkuu wa kanisa la Jeshi la Wokovu Tanzania. Nipende kuwashukuru sana kwa kufika kwenu, hasa kipindi hiki ambacho sisi kama kanisa na shule ambayo tunaiendesha, shule ya msingi Jeshi la Wokovu, tunajipanga kukaribisha watu mbalimbali ambayo tunaita Matumaini Day. Kwa nini Matumaini? Matumaini ni jina la shule yetu. Iliitwa Matumaini kwa sababu ya aina ya watu na huduma tunazozitoa ambazo zinaleta matumaini kwa watoto wetu ambao wanatoka familia mbalimbali. Kanisa la Jeshi la Wokovu ni kanisa la Kikristo la Kiinjili ambalo lina huduma aina mbili. Huduma ya kwanza ni habari za kuhubiri Injili ya Yesu Kristo, na huduma ya pili ni kuwahudumia au kuwafikia wanadamu na kutoa huduma mbalimbali, huduma za kimwili, kiakili, na huduma ambazo zinamfikia mlengwa moja kwa moja, hasa wakati wa mahitaji na shida maalum zinapokuwa zikitokea katika jamii. Basi kanisa la Jeshi la Wokovu linatoa huduma hizo mahali hapo. Shule yetu hii ya Matumaini ambayo ndiyo hasa tunayoizungumzia kwa sasa ilianzishwa mwaka 1967. Ni shule kongwe katika nchi yetu ambayo inahudumia watoto wenye ulemavu. Sasa kwa kuwa kazi yetu kubwa
ni kutazama watu wenye mahitaji maalum. Kwa kipindi kirefu kanisa lilikuwa likiendesha, lakini baadaye tulijiunga na kuungana pamoja na halmashauri ya Temeke, pengine sijataja jina vizuri, na tunafanya kazi na wao kwa pamoja, wao wakitoa huduma za walimu na chakula cha mchana na huduma za vitabu na vitu mbalimbali. Mwalimu atavisemea vizuri baadaye. Na Jeshi la Wokovu linatoa huduma za malazi na wafanyakazi hasa sana majengo na wafanyakazi ambao wanahudumia watoto, kwa sababu watoto hao wanahitaji huduma ya karibu. Shule hii kwa sababu ya huduma zake na aina ya mahitaji yalivyo makubwa, tumekuwa tukipata misaada kutoka wafadhili mbalimbali duniani, na kwa kipindi cha hivi karibuni misaada hii imepungua sana na sehemu zingine hata imekatika kabisa. Sasa sisi kama taifa ama kama Jeshi la Wokovu tunafanya nini pale ambapo misaada inakuwa imepungua? Tunarudi kwenye jamii yetu na wenzetu ambao namna mmoja ama nyingine wangependa kuguswa, ili waweze kuungana nasi kusaidia kuendesha huduma za watu wenye ulemavu. Kwa maana tukatenga tarehe 24 mwezi wa 4 na kuiita siku ya matumaini. Kwa hivyo siku hii tunatazamia kuwa na wageni mbalimbali, balozi wa Uingereza na watu mbalimbali ambao tumewalika kutoka katika jamii zetu, na watu wa serikali kadhaa kutoka halmashauri yetu ya Temeke, na viongozi mbalimbali, wafanyabiashara mbalimbali na taasisi mbalimbali ambao wameonyesha mwitikio wa kufika siku hiyo, ili tuweze kuwaeleza sisi ni nani na tunafanya nini na malengo yetu ni yapi, ili kwa kupitia kwao basi tunategemea kwamba tutashirikiana kwa pamoja ili kuwalea watoto hawa ambao wanakuja kusoma katika shule hii. Aina ya watoto tulionao, wengi wao wanatoka katika familia maskini sana, kwa hivyo wanahitaji usaidizi. Hivyo natoa wito kwa jamii ya Kitanzania, mashirika mbalimbali, wafanya biashara na watu wenye mapenzi mema, kama vile ambavyo tunaweza kuchangia vitu mbalimbali, matukio ya harusi, matukio ya michezo, ni kwa nini pia tusiungane pamoja na kutoa kwa hali na mali vitu tulivyo navyo sehemu kidogo tu, ili tuungane pamoja na tuweze kuwasaidia watoto hawa.